Haleluya. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 5. Kipindi hewani Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Jana nilianza kukuletea sababu 4 zaidi ya kwa nini naamini ile formula, ile kanuni ya mgawanyo wa kipato chako ni sahihi. Na jana nilikueleza yale mambo 4 ambayo yalitokea kwa Yusufu na ndugu ya Benjamin na ndugu zake. Na jana nikaanza kuyachambua kidogo kidogo ya kwamba kwa nini naamini anatufundisha kanuni ile ya mgawanyo. Kumbuka tuna 70% ambayo imeonyeshwa kama ukichukulia kwenye mgawanyo kutoka kwenye ujumla wa kipato chako, 100% kama unatumia net earnings ambazo unazo. Na kwa hiyo mgawanyo ambao umedominate, ambao umetawala ni 20% au 1/5, ambayo ndio kanuni ambayo Yusufu alimwambia Farao aitumie kwenye kuhifadhi chakula na uwekezaji na kwenye kutunza chakula. 20% ambayo ni 1/5. Na jana tuliongea nikakwambia kwa nini alipewa 5 zaidi, kwa sababu ilibaki miaka 5 ya njaa. Kwa nini alipewa chakula sehemu 5 zaidi? Kwa sababu kwa ile formula ambayo tulikuwa nayo, wanawake wenzake walipata 1/5 ya kile chakula alichopewa Benjamin. 1/5 ni 20%. Walikuwa wanasemeshwa 20% ya chakula inawatosha kwa miaka 5 iliyobaki. Walikuwa wanasemeshwa 20% ya kipato chao inawatosha kuwekeza kwa miaka 5 ijayo. Walikuwa wanasemeshwa 20% ya kipato chao au mavuno yao yanawatosha kuweka akiba kwa kipindi kitakachokuja cha njaa mbele yao. 1/5 ni formula sahihi au kanuni sahihi zaidi ya kukusaidia kwenye uwekezaji, kuweka akiba pamoja na matumizi yako ya kila siku. Sasa swali la 3 ambalo tulikuwa tunajiuliza jana, tumejiuliza kwa nini Benjamin? Kwa sababu ni mtu alikuwa anapenda mtoto, alikuwa anapendwa na baba yake, na Biblia inasema roho zao Benjamin na Yakobo zilikuwa zimeambatana. Kwa hiyo Yusufu alikuwa anaamini kwa hekima hiyo Benjamin angetunza chochote anachopewa kwa ajili ya ndugu zake na baba yake. Lakini swali la pili tukajiuliza kwa nini 5? Ndio nimetoka kujibu, miaka 5 ilibaki na iliwe sehemu ya 5 ya kile ambacho wenzake wanapata. Swali la 3 tungejiuliza kwa nini fedha 300? Kwa nini fedha 300? Kwa nini fedha 300? Ungeweza kujiuliza kwa nini fedha 300? Na hii nataka nikuonyeshe pia kwamba Biblia iko inatusemesha. Ukisoma ile sura ya 43 ya kitabu cha 45 ya kitabu cha Mwanzo ambacho tumekisoma, mstari wa 22 inasema akawapa kila mtu nguo za kubadili, lakini Benjamin alimpa fedha 300 na mavazi 5 zaidi. Kwa hiyo fedha 300 alipewa, mavazi 5 zaidi ni sawa sawa na sehemu 5 zaidi za chakula. Iko a bit straight, ni 1/5 ya wenzake walichopata. Kwa hiyo walikuwa wanazungumza 20%. Fedha 300 kwa kila kwa Benjamin alizopewa zaidi ya wenzake. Wenzake hawakupewa fedha yote, Benjamin alipewa fedha 300. Kumbuka kanuni yetu ilikuwa imebaki miaka 5 ya njaa mbele yao. Kama Yusufu alimpa Benjamin fedha 300, kizigawa kwa miaka 5, kila mwaka angepata fedha 60. Kwa hiyo kila mwaka uliobaki mbele, maana hatuambii kama aliendelea kuja japo alihamia Misri, lakini fedha 300 ukigawia kwa 5 unapata fedha 60 kila mwaka. Na fedha 60 kila mwaka ukizigawa kwa mwezi ni miezi 12, utapata fedha 5 kwa mwezi, fedha 5 kwa mwezi, fedha 5 kwa mwezi. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unatakiwa kuishi kwa fedha 5 kati ya 60 ulizopewa kwa mwezi. Fedha 5 kati ya 60 ulizopewa kwa mwezi. Au unatakiwa kuishi kwa miezi 12 kwa kutumia fedha 60. Miezi 12 una fedha 60 za kuishi ndani yake. Ukigawa 60 kwa 12 utapata ni 5 kila mwezi, ambayo ni namba 5 tunayoitafuta. Miaka 5 ilikuwa imebaki. Ukifanya kinyume, ukachukua 12 chini ya 60, kwamba miezi 12 una shilingi 60 ya kuishi chini ya miezi 12, utagundua ni 1/5. Ni 1/5. Kwa hiyo 1/5 ndio ile tumesema ni 20%. Ni 20%. Kwa hiyo Yusufu alikuwa anatuzungumzisha pia kupitia hizi fedha 300 ya kwamba 20% kwa mwezi inakutosha kwa mwaka. 12 chini ya 60, 1/5 ya kipato chako cha mwaka inakutosha. Na ukija kwa mwezi unahitaji kuwa na mara 5 zaidi ya asiyekuwa nacho, unarudi kwenye 1/5 ya kila mwezi. Kwa hiyo 20% ni formula sahihi zaidi kwa uwekezaji. 20% ni formula zaidi kwa akiba. 20% ni formula zaidi kwa matumizi yako ya kila siku. Na hiki ndicho ninachokiamini kutoka kwenye Biblia. Hiki ndicho ninachokiamini kutoka kwenye Biblia. Naamini hivyo pia kwa ushahidi wa Biblia. Ukisoma Biblia yako
utagundua mambo mawili makubwa ya kwamba mavazi na chakula vimetumika kutusemesha matumizi yetu ya kila siku. Mavazi na chakula vimetumika kutusemesha kwa habari ya mavazi yetu ya kila siku. Sema umetoa wapi? Mathayo sura ya 6 mstari wa 25 na ule mstari wa 31. Mathayo sura ya 6 mstari wa 25 31. Mstari wa 25 unasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je si zaidi, angalia, maisha je si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi. Mstari wa 31, msisumbuke basi mkasema, angalia, tule nini chakula, na tunywe nini chakula, au tuvae nini. Kwa hiyo mavazi na chakula, Biblia inasema msisumbukie maisha yenu. Kwa hiyo ni mambo ya maisha ambayo ni ya kila siku, matumizi yako ya kila siku. Matumizi yako ya kila siku yanawakilishwa kwenye Biblia na chakula na mavazi. Kwa hiyo kama alizidisha chakula mara 5 zaidi, kama alizidisha mavazi mara 5 zaidi, alikuwa anatuzungumzia kanuni yetu ya maisha yetu ya kila siku, maisha yetu ya kila siku, matumizi yetu ya kila siku. Benjamin alipewa mara 5 zaidi, wenzake walipata 1/5 ya Benjamin na walisurvive. Benjamin alipewa mavazi 5 zaidi, wenzake walikuwa na 1/5, 20% na walisurvive. Kwa hiyo unahitaji kusurvive, unahitaji kuwa na utoshelevu kwenye 20% ya kipato chako kwenye matumizi yako ya kila siku. Unahitaji 20% ya kipato chako cha kila siku ikutoshe kwa uwekezaji, 20% ya kipato chako cha kila siku ikutoshe kwa akiba. Msisumbukie tule nini wala tunywe nini. Hiyo ni kwa ajili ya matumizi yako ya kila siku. Kwa hiyo lugha ya picha iliyotumika kwa Benjamin kwa chakula na mavazi, alikuwa anatusemesha maisha yetu ya kila siku. Lakini angalia fedha, alipewa fedha 300 zaidi ambazo wenzake hawakupewa. Mathayo hiyo sura ya 6 mstari wa 21, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo moyo wako. Alikuwa anatusemesha uwekezaji. Pale unapowekeza fedha yako ndipo moyo wako utakapokuwa. Kwa hiyo alipewa fedha 300 zaidi ya wenzake, ambayo ni 20% kama ambavyo nimekuonyesha. Maana yake tulikuwa tunasemeshwa kwamba 20% sharti iwe na uwekezaji. Na kama nilivyosema juzi ya kwamba kibiashara, pia biashara yoyote kutokana na maandiko haya ambayo inakuletea return, inakuletea faida baada ya makato yote ya 20% au zaidi, hiyo ni biashara nzuri. Biashara yote ambayo inakuletea faida chini ya 20% baada ya matumizi yote na matoleo yote ya kodi, hiyo unaweza kuanza kuifikiria sio biashara nzuri kulingana na kanuni hii. Kwa hiyo fedha ni ishara wa kiwakilishi cha uwekezaji, lakini pia mavazi na chakula ni kiwakilishi cha matumizi yetu ya kila siku. Na kwa hiyo lugha ya picha yenyewe ilikuwa inatusemesha ya kwamba anachotuambia Yusufu kupitia Benjamin ni maisha yetu. Jifunze kuishi kwa matumizi yaliyo ya lazima, ambayo ndio yale ambayo tumewekewa mgawanyo wako kibiblia, na sharti ujifunze kuwekeza. Mungu akubariki sana hata tutakapoonana kesho muda na saa kama hii, katika jina la Yesu Kristo. Barikiwe sana. Amen.